Biblia inasema ya kwamba Luka 1:74 that we have been rescued from our enemies so that we can serve God without fear. Can somebody say amen? We have been rescued from our enemies so that we can serve God without fear. Biblia ya Kiswahili inasema ya kwamba atatujalia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo hofu. Nataka nikwambie ya kwamba desire ya Mungu katika maisha yetu ni ili sisi, makusudi ya Mungu katika maisha yetu ni ya kwamba tutaweza kumtumikia Mungu pasipo na hofu yeyote. Hallelujah. The desire of God is that you and your family, you will serve God without any form of fear, without any intimidation of the enemy, without any confusion, without any frustrations. Praise the name of the Lord. And that is why majira haya Mungu amejitahidi kuhakikisha ya kwamba ameona watu wake wanamtumikia pasipo na hofu yeyote. Glory be to God. This statement is very true according to the position of the heart of God. Lakini upande ule mwingine, shetani naye anajua ukweli wa moyo wa Mungu. Shetani anajua huu ukweli na mapenzi haya ya Mungu kwa watu wake, na diposa ametafuta binu, na diposa kila siku anatafuta binu ambazo atawaweka watu wa Mungu katika hofu, atawatia watu wa Mungu katika vifungo, katika maeneo ya hofu, ili wanapoendelea kumtumikia Mungu hawatamtumikia Mungu kwa mioyo yao yote, kwa kujitoa. Praise the name of the Lord. The desire of the devil is that we will serve God with a lot of limitations. Hallelujah. When it comes to your health, mambo yanayohusu afya yako, utakuta ya kwamba shetani atakuweka katika hali ya magonjwa, hali ya machungu na maumivu. Na hii ni njia ya kukuzuilia kutumikia Mungu, hallelujah, ukiwa huru ama vikamilifu. Pia in terms of finances, hali ya mali na pesa, kunawiri kimali, kunawili kwa hizi njia za mali, unakuta ya kwamba shetani ana device njia ambazo atakulimit wewe. That's why you can wake up early in the morning and struggle the whole day. You labor so hard during the day. Unang'eng'ana siku mzima na baadaye unajipata ya kwamba umerejea nyumbani bure. Ninaamini katika jina la Yesu, hakuna atarejea nyumbani bure katika jina la Yesu Kristo. Ukirauka kwenda kazini, ukirauka kuingia pahali ambapo wewe unashiriki, mahali ambapo unafanyia kazi, where you earn your living, I pray in the mighty name of Jesus that the hand of God will be upon you. The grace of God will come upon you in the mighty name of Jesus. And we are here to pray against any limitation ambayo inakuzuilia wewe kumtumikia Mungu vikamilifu katika jina la Yesu Kristo. And somebody say amen. Mtu aseme amen. Glory be to God. So this is the desire of God, ya kwamba tuokolewe mikononi mwa adui zetu. And we see this was still the desire of God. Exodus chapter 23, kitabu cha Kutoka 23. Huo ni mstari wa 23. Tufungue tu Biblia zetu pale Exodus chapter 23, tuangalie mstari wa 25. Tuangalie mstari wa 25.
Glory be to God. Labda tusome NIV alafu tuanze mstari wa 22. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies. Can somebody say amen at that point? And I will oppose those who oppose you. Amen. But listen to this verse. It is with a condition. Bwana asifiwe. That if you listen carefully to what he says and do all what that I say, all that which I tell you. Kwa hivyo, katika kufuata maagizo ya Mungu, katika kufuata na kufanya mapenzi ya Mungu, we secure, praise the name of the Lord, we secure our destinies. Hallelujah. We secure the protection of the Lord. We secure the favor of the Lord. We secure an extraordinary grace from heaven ambayo inatuongoza, ambayo inatembea pamoja nasi. Praise the name of the Lord. Ni kweli tumeona katika Luka ya kwamba desire ya Mungu ni ili tukamtumikie pasipo hofu. Praise the name of the Lord. But you see, one device, one mechanism ambayo shetani analeta ni hiyo hali ya watu kutomtii Mungu, ni hiyo hali ya watu kutotembea katika njia za Mungu, ni hiyo hali ya kutoheshimu sheria za Mungu. Unakuta ya kwamba Shetani atawapotosha wengi, atawadanganya wengi. Na kwa nini anawadanganya? Ili, haleluya, watenganishwe na hii baraka ya Mungu ya kuwalinda, ili watenganishwe na hii baraka ya Mungu, praise the name of the Lord, ya kunawiri, ili watenganishwe na hii baraka ya Mungu ambayo Mungu amenena. Hapo chini tukiendelea mstari wa 23 inasema ya kwamba my angel will go ahead of you and I bring you into the land of the Amorites, Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites and Jebusites, and I will wipe them out. Praise the name of the Lord. Let's continue. Do not bow down before their gods or worship them or follow their practices. You must demolish them and break their sacred stones into pieces. Verse 25. Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sicknesses among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. Jina la Bwana lipewe sifa. Napenda hiyo 25 kwa Kiswahili nasema ya kwamba nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni kweli bado tunaona mapenzi ya Mungu, bado tunaona desire ya moyo wa Mungu. Na desire ya moyo wa Mungu ni gani? Ya kwamba tumtumikie pasipo na hofu. Halafu Mungu anasema ya kwamba mtakapoendelea kunitumikia, nami nitabarikia chakula chako na maji yako. Kuna mambo manne hapo ambayo ningetaka tuangalie. Blessings that we secure when we are in obedience to the will of God. When we are in obedience, wakati tunapotii sheria za Mungu, wakati tunatembea katika njia za Mungu, there are 4 blessings ambazo we secure. Hallelujah. And I want to pray this morning in the name of Jesus ya kwamba hizi baraka zitakuwa sehemu yako, itakuwa urithi wako asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Number 1, we have seen that God says, if you serve me. You know, serving God is simply partnering with God to fulfill his desire. Kumtumikia Mungu
ni kushirikiana na Mungu katika kuyatimiza mapenzi ya moyo wake. Kutumikia Mungu sio vile nimesimama hapa ninahubiri, kwa sababu watu wengi wakifikiria kumtumikia Mungu wanafikiria ni kuenda kanisani, ni kuchukua Biblia, ni kukaa katika kanisa ama katika madhabahu. Hapana. Kuna njia nyingi ambazo sisi tunaweza mtumikia Mungu. Praise the name of the Lord. Hata mahali ambapo unafanya kazi, hata wewe kuwa katika hiyo ndoa, Mungu alikuweka hapo kuyatimiza makusudi ya moyo wake. Hapo pahali umeenda kufanya kazi, praise the name of the Lord, hapo ni mahali ambapo Mungu amekuweka ili makusudi ya moyo wake ikapata kutimia. Na wakati unapofanya kazi, wewe ni mama wa soko, wewe umeajiriwa mahali, praise the name of the Lord, wewe unafanya kibarua pahali, hiyo ni kazi ya Mungu. Wewe unashirikiana na Mungu katika kuyatimiza makusudi ya moyo wake. Na ni kwa njia nyingi ambazo sisi tunaweza shirikiana na Mungu katika kutumikia makusudi ya moyo wake. Na ndiposa anasema wakati ambapo tutaendelea kumtumikia Bwana, hiyo pia kumtumikia Bwana inamaanisha kufuata maagizo ya Mungu. Number 1 ni kujua makusudi ya Mungu. Number 3 na kuyafuatilia ukaweze kuyatimia. Kujua maagizo ya Mungu na kuheshimu yale Mungu ametuagiza ni kutembea katika njia takatifu za Mungu. Praise the name of the Lord. That is to serve God, to walk in obedience, to respect what he has said. Hallelujah. To follow the instructions and the commands of God. That is how we serve God. That is how we partner with God. Praise the name of the Lord. Naamini ya kwamba kuna mtu anapokea ufunuo ili tukaweze kuishi maisha ya baraka. The Bible says that God delights in the prosperity of his people. Yaani Mungu hufurahia wakati watu wake wananawiri. Amen. Na kwa njia gani tutaweza kunawiri katika dunia hii ambayo tumezungukwa na mambo magumu? Dunia hii ambayo imejawa crisis, especially even this season of lockdown and the season of pandemic. The world is full of crisis. People don't know they are waking up to engage in what? Because maybe biashara zao zilifungwa, kazi zao zilikwisha, mambo yao yamekuwa magumu. Praise the name of the Lord. In this kind of an environment, there is still the desire of God ya kwamba utanawiri. Glory be to God. There is still the grace of God for you to be prosperous. Bado Mungu anafanya kazi. Bado Mungu favor yake haijapungukiwa. Bado neema ya Mungu haijapungukiwa. Bado upendo wa Mungu haujapungukiwa. Praise the name of the Lord. Yule Mungu ambaye hutengeza njia pahali hakuna njia. Yeye Mungu ambaye ni Mungu wa jangwa, anatembeza watu jangwani. Tumesoma katika kitabu cha Kutoka. Huyu Mungu bado anaishi milele. Huyu Mungu bado anatenda. Huyu Mungu bado anainua watu wake. Kama wewe Mungu bado unaishi, Mungu anayeinua watu, hata mimi niinue katika jina la Yesu. Hallelujah. Mwambie Mungu, desire yangu ili nikutumikie. My desire is that I will serve you. Hallelujah. Waisraeli wakauliza, tutamtumikia Mungu vipi katika hali hii ya kifungo, katika hali hii ya utumwa? How can we serve God? How can we worship our God? How can we minister before God in this environment of slavery, in this environment of torture? How possible is it to serve God? But what was the instruction of God? Kupitia kitabu barua ya mtumishi wa Mungu nabii Yeremia, Mungu alikuwa amewaagiza Waisraeli, chapter 29, ya kwamba hata mkifika katika utumwa, hata mkiwa mikononi
mwa the Babylonians, pia muna nafasi ya kunitumikia, muna nafasi ya kunitafuta, na mkinitafuta mutanipata. That is if you seek me with all your hearts. Hallelujah. So that was the desire of God, that even in the midst of crisis, enslavement, even in the midst of distress, lack, pain, when you seek me, you'll still find me. Hallelujah. When you do so with all your heart. Na kwa hivyo, God was releasing himself to them, even in the midst of struggle. Mungu anasema ya kwamba, in this midst of crisis that we are in as a world, bado tunaweza mpata Mungu. Bado Mungu anaweza tutembelea. Bado Mungu anaweza tuongoza. Bado Mungu anaweza tupitisha kila vikwazo vya adui ambazo anatuwekea katika jina la Yesu. Na ndiposa tunanena, kile ambacho kinakuzuilia wewe kutumikia Mungu, tunatangaza katika jina la Yesu kiweze kuondoka katika njia yako katika jina la Yesu Kristo. Natangaza any barrier ambayo shetani ameweka katika mapito yako, ninatangaza katika jina la Yesu, hayo mapito yako Mungu akayanyooshe katika jina la Yesu. Ninatangaza Mungu akaondoa kila kizuizi, kila limitation, kila barrier ambayo inakuzuilia kutumikia Mungu wako katika jina la Yesu. It is the desire of God that your food and your water will be blessed. Praise the name of the Lord. Pia tunaona Mungu anasema ya kwamba atabariki ama atakuondolea ugonjwa kati yako. Yani, God said that he will take away sicknesses among you. Sicknesses among you. You know, this is the threat that limits many people. Hata leo, we are still walking in our streets. Kwa barabara zetu bado tunatembea na hofu, kwa sababu anga yetu imejaa maradhi, virusi. Tunaenda tumejifunika nyuso zetu, tunaosha mikono kila mahali. Ni vizuri kwa sababu ni hali ya kujikinga, lakini this is a demonic mechanism. This is a demonic scheme ya wewe kuzuiliwa kutumikia Mungu vikamilifu. Hallelujah. And that's why we are praying that no disease has power, hallelujah, to hinder us from serving our God. That's why we declare that we shall not die. No disease will take us to the grave. No demonic disease that will take us to the grave. Katika jina la Yesu. No disease that will keep us on our deathbeds. Katika jina la Yesu. Hizo vitanda shetani anatutengezea ya kwamba tutalala siku nzima. Natangaza hizo vitanda sio zetu, hatutavilalia katika jina la Yesu. Na ndiposa naombea hata wale walio mahospitalini wanaojiunga na sisi katika ushirika wa maombi, natangaza katika jina la Yesu, hicho sio kitanda chako. That is not your bed. That is not your bed. That is not your bed. I declare, may you rise up and walk. May you rise up and walk. May you rise up and walk. May you rise up and walk in the mighty name of Jesus. Hata wewe ambaye uko na mpendo ambaye ni mgonjwa, wewe ambaye uko na rafiki ambaye ni mgonjwa, speak his name. Speak out her name and declare, you shall rise up in the mighty name of Jesus. You will rise up to serve the Lord, to serve the Lord, to serve the Lord, to serve the Lord. Any element of fear, we set it loose out of our life katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. This is the desire of God, that he will take away sicknesses among us. Bwana asifiwe. Do you know what that means? It means ya kwamba you can be in an environment that is charged up na virusi. Unaweza kuwa katika mazingira ambayo yamekuwa contaminated, yani yamejaa maradhi, lakini hayo maradhi yote ya aina tofauti tofauti, hata mengine huwezi ona, haiwezi kukushika.
Praise the name of the Lord. You can walk down the streets that are saturated and concentrated with a lot of viruses, lakini unapita katikati ya hizo virusi na unarejea nyumbani baadaye ukiwa mzima wa afya. Praise the name of the Lord. You walk down with the covering, you walk down with the protection of the Lord, you walk down with an anointing of God that no demon in any form, including virus, including bacterial infections, that can come near you katika jina la Yesu. You carry the fire of God. Hallelujah. You carry the fire of God inside you. There is a fire that burns out to protect you, to destroy any kind of harm that comes near you katika jina la Yesu Kristo. Jambo la tatu, Mungu anasema ya kwamba mstari wa 26, hapata kuwa na mwenye kuharibu miba. In other words, hakutakuwa na tasa. Hallelujah. None will miscarry or be barren in your land. That means there will be no limitation in the area of your fruitfulness and productivity. Hallelujah. In all areas of your fruitfulness and your productivity, there will be no limitation. Katika jina la Yesu. There is no limitation. Katika jina la Yesu. Just repeat after me. Lord Jesus, I declare in the name of Jesus that there will be no limitation in my areas of fruitfulness and productivity. Katika jina la Yesu. I declare there is no limitation and there will be no limitation in my areas of fruitfulness and productivity in Jesus' mighty name. Amen. Let me expound a bit. Your area of fruitfulness and your area of productivity. Kwa Kiswahili ni maeneo yako ya kunawiri. Hallelujah. Maeneo yako ya kunawiri ni mahali ambapo unapenda kukaa kila siku. Hallelujah. Mahali ambapo unafanyia kazi. That family, hiyo nyumba yako, wakati uko na jamii yako hapo, kama wewe ni mama, kama wewe ni baba, in your family is your area of fruitfulness. Hallelujah. Your family is your area of productivity. If you are employed, you are having a business. That is your area of productivity. If you are in ministry, that is your area of productivity and fruitfulness. Hapo ndio maeneo yako ya kunawiri. Na diposa tunaomba asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Katika maeneo yetu ya kunawiri hatutakuwa na vizuizi, hatutapata vizuizi katika jina la Yesu. Nilikwambia desire ya shetani ni kukuzuilia wewe kunawiri, ili wakati unamtumikia Mungu hautamtumikia Mungu vikamilifu. Anakukazia anga yako ili usiwe na breakthrough. Natangaza katika jina la Yesu, breakthrough is your portion today in the mighty name of Jesus. You shall attain a divine breakthrough today katika jina la Yesu Kristo. I pray may the Lord go ahead of you katika jina la Yesu. Kila mlima ambao umesimama mbele zako, uwe ni mlima wa magonjwa, uwe ni mlima wa kukosa, uwe ni mlima wa aina yoyote, natangaza huo mlima unaondoka katika jina la Yesu. Tunatangaza nguvu za Mungu zikayeyushe kila milima ambayo imesimama mbele zetu katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ziwe juu yetu. Nguvu za Mungu ziwe juu ya jamii yako. Nguvu za Mungu ziwe juu ya watoto wako, ya mke wako, ya mume wako katika jina la Yesu. Hiyo biashara yako tunaitangazia kunawiri in the mighty name of Jesus. Don't say there's no money. Don't say that it is hard to operate a business nowadays. Don't speak out those words. Usinene hayo maneno ya kusimamisha vizuizi. Hapana. Praise the name of the Lord. Sisi
tunakiri mazuri, sisi tunatabiri mema, tunatabiri makubwa, tunatabiri mambo ya ushindi katika jina la Yesu. Hata kama kuna lockdown, tunatangaza katika jina la Yesu, sisi tunanawiri. Biblia inasema ya kwamba walio chini waseme vipi? Haleluya. Biblia inasema walio maskini waseme nini? Haleluya. Biblia inasema ya kwamba walio na magonjwa waseme nini? Praise the name of the Lord. That is our position. Hallelujah. Glory be to God. It may be hard around us, but within us we are strong. Hallelujah. Tunaweza kuwa tumezungukwa na dunia ambayo una ugumu wake, lakini ndani yetu hakuna ugumu wowote. Sisi hatutaona na macho ya dunia hii. Hallelujah. Sisi hatutaangalia na macho ya dunia hii, because the power of the Lord is our portion. What God says is what we believe, and we shall live for, katika jina la Yesu. Hallelujah. Kwa hivyo ninatangaza hakutakuwa na tasa, na ninakataa hali yoyote ya utasa katika maisha yako katika jina la Yesu. Hiyo roho ya utasa ninaipinga asubuhi ya leo, na kunena katika maisha yako ya kwamba hiyo roho iachilie maisha yako katika jina la Yesu. Hiyo roho ya utasa iachilie biashara yako katika jina la Yesu Kristo. And somebody say amen. Na la mwisho ni ya kwamba katika nchi yako na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Hesabu ya siku zako nitaitimiza. That is very beautiful. Hallelujah. I will give you a full lifespan. Why don't you raise your both hands and believe this is my portion, and declare this is my portion. I will have a full lifespan in the name of Jesus. Yani Mungu atakamilisha, ataitimiza hesabu ya siku zako. Wachana na mpango wa shetani wa kukuangamiza ukiwa mchanga. No one will die young katika jina la Yesu Kristo. Nobody will die young. I don't hear some people believe this. Nobody is going to die young. No disease can take you to the grave kabla ya wakati wako. Hakuna ugonjwa utakuchimbia kaburi. Hakuna mateso ya shetani itakuchimbia kaburi katika jina la Yesu. Na kama kuna kaburi lolote ambalo limechimbwa, hiyo kaburi tunalitia mchanga na kuifunika milele katika jina la Yesu. Kama kwenyu kumechimbwa kaburi ya wewe kuzika watoto wako, ya wewe kuzika mume wako, ya wewe kuzika mume wako, natangaza katika jina la Yesu, hiyo kaburi tunaifunika katika jina la Yesu. Hiyo kaburi tunaifunikia katika jina la Yesu Kristo. Father, we bless you. Father, we honor you. And Father, we glorify your holy name. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Thank you for watching this program. We believe this prophetic message has transformed your life. If you would like to partner with us, please contact us on the numbers on your screen.